Baada ya kufanya vyema akiwa na Power Dynamo na hatimaye kutimkia uko kwa Madiba, hapa nazungumzia South Africa, klabu ya Young Africa waliamua kumfuata huko na kumsajili, lengo likiwa ni kuja kutia nguvu katika eneo la ushambuliaji. Huyu si mwingine, namzungumzia Andy Boyer, mwamba kutoka DRC Congo. Andy Boyer, siku tu ya kilele cha Mwananchi, aliweza kuonyesha ubora mkubwa, kwani aliweza kufunga moja ya bao mahiri katika viwango vya hali ya lami. Andy Boyer alitegemea kuja kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africa, huku akisaidiana na washambuliaji wengine waliopo kama Prince Mpumelelo Dube pamoja na Mzize. Matokeo hayakwenda hivyo, kwani katika michezo ya mwanzo ya klabu bingwa pamoja na ligi kuu, Andy Boyer alionyesha kabisa sio yule ambao wananchi walimfuata bondeni na kumsajili kwa lengo la kuonyesha nguvu katika kiwango hicho, lakini mambo yalikwenda sivyo ndivyo. Mungu hajawahi kumtupa mja wake. Andy Boyer akiingia dakika chache tu mpira kwenda kutamatika, na huu ni mchezo ule wa kutanisha Young Africa dhidi ya KMC, na uwanja ilikuwa ni katika uwanja wa KMC Complex. Andy Boyer akiingia dakika chache tu kuelekea mpira kutamatika, aliweza kujipachikia mabao yake mawili na kufanya kuimbwa na mashabiki wanachama wa klabu ya Young Africa. Mabao hayo aliyapata vipi? Bao la kwanza aliyapata kwa mkwaju wa penalti, huku akiutetea vema na kuuteka vema mpira katika miguu yake na kupelekea walinzi wa KMC kumchezea lafu iliyopelekea mkwaju wa penalti kupatikana, na mwamba kiustadi wa hali ya juu aliukwamisha mkwaju huo katika kimya, huku zikiwa zimesalia dakika chache tu za nyongeza, niseme dakika moja, aliweza kujipatia bao lingine la kimaridadi na ufundi, huku akifanya Yanga kushinda katika mchezo huo kwa idadi kubwa ya mabao katika kipindi hiki cha ligi kuu toka imeanza kwa msimu huu. Idadi ya mabao 4 imekuwa ni klabu pekee ambayo imepata mabao mengi, huku wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-1. Penye raha hapa na maumivu pia, kwani huo ndio mchezo pekee ambao umepelekea Yanga kuruhusu nyavu zake kutikisika, kwani michezo zote zilizopita hapo nyuma toka msimu huu umeanza, Yanga hawajawahi kuruhusu nyavu zake kutikisika mbele ya ulinzi mzito wa Djigui Diarra, mwamba kutoka Mali. Na niseme asante tu kwa mtazamaji wa Katavi Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment channel hii. Asante.